Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na waziri mkuu aiagiza TAKUKURU mkoani Manyara kuwachunguza na kuwachukulia hatua watumishi waliohusika kuiba fedha za ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kiteto mkoani Manyara. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Tufuatilie pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwepo Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James, karibu na tuwe sote. Na mtazamaji, moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa ambapo msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar imefuta usajili wa meli iliyokamatwa na dawa za kulevya aina ya cocaine tani 6.6 nchini El Salvador. Tupate taarifa zaidi. Meli hiyo ilikamatwa Februari 19 mwaka huu nchini El Salvador na jeshi la majini la taifa hilo, ambapo wamesema mzigo huo ulikuwa ukisafirishwa baharini umbali wa takriban maili 380 kusini magharibi mwa pwani ya bahari ya Pasifiki ya nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar imechukua hatua kadhaa ikiwemo na pamoja kufuta usajili wa meli hiyo, huku hatua nyingine zikiendelea kuchukuliwa. Ile meli imefutiwa usajili na hivi ninavyozungumza haina usajili tena wa Zanzibar. Lakini jambo la pili, serikali ya mapinduzi Zanzibar imewatafuta wamiliki wa hii meli kujua kulikoni. Sasa kama unavyojua watu yamewakuta mambo, ushirikiano haujawa mzuri sana, nafikiri mnanielewa, na ndio maana imetoa hiyo hatua ya kwanza ya kufuta usajili wake. Lakini pili, imeipiga fine ile kampuni kwa mujibu wa taratibu za IMO, imeipiga fine ya $20,000. Jambo la tatu, inaendelea kufanya mawasiliano kupitia wizara yetu ya mambo ya nje ili kuondokana na utambuzi wowote wa meli hii kimataifa. Katika hatua nyingine, Msigwa amesema serikali imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya uchukuzi nchini, ikiwemo katika usafirishaji kwa njia ya anga kwa kuwekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.154 kwa ajili ya utekelezaji wa viwanja vya ndege nchi nzima ili kuchochea ukuaji wa uchumi nchini. Kati ya mwezi Julai na mwezi Disemba mwaka 2025, yani nusu ya kwanza ya mwaka huu 25-26, tayari tumeshafanya safari za ndege 91,760 na tumeshasafirisha abiria 371,081. Kwa hiyo dalili ni njema na inaonyesha tunafanya vizuri katika eneo hili la kuongeza idadi ya watu wanaosafiri kupitia viwanja vyetu, lakini safari za ndege ambazo zinakuja hapa kwetu. Katika sekta ya usafiri wa majini, yamebainisha kuwa serikali imeendelea kupanua na kuboresha miundombinu ya bandari, hususan katika bandari ya Dar es Salaam kwa kujenga magati na matenki mapya ya kuhifadhia mafuta, ambapo maboresho yanatarajiwa kuongeza uwezo wa bandari kuhudumia hadi tani milioni 50 kwa mwaka. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameiagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU mkoani Manyara kuwachunguza upya na kuwachukulia hatua za kisheria watumishi waliohusika kuiba fedha za ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kiteto mkoani Manyara. Zakaria Mtigandi kutoka huko ana taarifa zaidi. Waziri Mkuu ametoa agizo hilo baada ya kubainika kuwa wasimamizi wa ujenzi wa jengo hilo waliiba fedha hizo, na baada ya kubainika walizirudisha huku ujenzi ukisuasua. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Wale waliochukua fedha pamoja na kurudisha, hatukuwatuma kuja kugawana fedha hapa. Aidha, waziri mkuu ametoa agizo kwa uongozi wa mkoa wa Manyara kuhakikisha kunakuwa na uwazi wa fedha zote za maendeleo zinazotolewa na serikali. Sasa nimeelekeza rasmi kupokea fedha zinazokuja mkoa wa Manyara. Fedha za miradi zikishafika, nakala apewe mkuu wa mkoa. Na fedha zote zinazotumwa kwenye mawilaya
nakala apewe mkuu wa wilaya, nakala apewe mbunge, nakala apewe mwenyekiti wa halmashauri, na zikishaenda kwenye maeneo yanayotekeleza miradi na madiwani wapewe nakala. Miradi ya maendeleo sio siri. Wakitoa salamu, mkuu wa mkoa Manyara Queen Sendiga na mbunge wa jimbo la Kiteto Edward Lekaita wamesema kuwa katika awamu ya 6 serikali imetoa fedha nyingi za maendeleo katika mkoa huu. Sisi wananchi wa mkoa wa Manyara ni wanufaika wakubwa wa uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi cha uongozi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mkoa wa Manyara umefaidika kupata zaidi ya bilioni 790 katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi mikubwa, midogo, katika sekta zote tumepata fedha nyingi sana. Kiteto haijawahi kupata miradi ya maendeleo kama kipindi hiki cha awamu ya 6. Kwa hiyo kubwa kwetu Mtibati imekuja bilioni 17 kwa ajili ya sekta ya elimu hapa. Tena shule za msingi imekuja bilioni 16 hapa kwa ajili ya miradi ya sekondari. Tumejenga madarasa zaidi ya 300 ya sekondari, zaidi ya 400 shule za msingi. Waziri Mkuu yuko mkoani Manyara kwa ziara ya kikazi ya siku 3. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amefungua semina ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka Zanzibar na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha usimamizi na uwajibikaji katika utekelezaji wa mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo. Tupate taarifa zaidi. Semina hii imefanyika Unguja, Zanzibar, ambako makamu wa pili wa rais anaeleza kuwa mfuko wa jimbo umechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha huduma za kijamii ikiwemo upatikanaji wa maji safi na salama, umeme, elimu, barabara na kukuza shughuli za biashara katika jamii. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, leo tumekutana hapa kwa ajili ya kujadili utaratibu, kutoa maoni, kutoa mawazo na kupata mafunzo ili tukiondoka hapa sote tuwe na common understanding ya kwenda kutekeleza majukumu yetu. Sheria zimetajwa hapa, sera zimetajwa hapa. Nadhani kwenye maoni haya, waheshimiwa wabunge, tutapata nafasi nzuri ya kutoa maoni na hatimaye tuende tukarekebishe yale yanayostahili kurekebishwa. Aidha, amesema ofisi ya makamu wa rais imeumbwa kuratibu upatikanaji wa maoni kutoka upande wa Zanzibar, hivyo amewahimiza wabunge kutumia semina hiyo kama jukwaa la majadiliano ya wazi na kitaalamu kwa lengo la kuboresha mfumo wa mfuko huo. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema semina hiyo ni hatua muhimu katika kuimarisha uelewa wa wabunge kuhusu utekelezaji na usimamizi wa mfuko wa jimbo. Lengo kuu la mafunzo haya ni kupata maoni ya waheshimiwa wabunge katika kufanya marekebisho ya sheria ya mfuko wa maendeleo ya jimbo ili kuboresha utekelezaji wa mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo, hususan kwa majimbo 50 yaliyopo Zanzibar. Sheria ya mfuko wa jimbo ya mwaka 2009 kifungu cha 9 kinamtaja CAG kuwa ndiye mkaguzi wa fedha za mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo, na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi wa serikali za serikali kila mwaka inafanya ukaguzi wa fedha za mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo kwa majimbo 50, majimbo 32 ya Unguja na majimbo 18 ya Pemba, na kuwasilisha hoja zilizobainishwa kwa ajili ya kufanywa ukazi. Semina hiyo imewakutanisha wabunge kutoka majimbo 50 ya Zanzibar pamoja na viongozi na watendaji kutoka ofisi ya makamu wa rais na ofisi ya makamu wa pili wa rais kwa lengo la kujadili kwa kina namna bora ya kuboresha utekelezaji wa mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo. Abdullah Othman, Star TV. Serikali imesema itaendelea kutatua changamoto zinazowakabili wakulima wa zao la choroko ili waweze kupata faida ya kilimo hicho pamoja na kuongeza thamani ya mazao yao ili wawe na ushindani katika soko ndani na nje ya nchi. Taarifa ya Elisha Ndalo inasomwa na Sharifa Suleiman.
Akiongea na wafanyabiashara na wakulima wa zao la choroko ulipofanyika mnada wa zao la choroko katika kiwanda cha Ndilima kilichopo kata ya Hungumalwa wilayani Kwimba mkoani Mwanza, Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga anasema serikali itahakikisha mfumo wa stakabadhi ghalani unaleta tija na hatakuwa tayari kuona wafanyabiashara wakifanya udanganyifu. Ni lazima twende na mifumo ambayo tumekubaliana. Kama kuna changamoto tutazitatua kupitia mifumo ambayo tumeiweka, kwa sababu biashara sio mfanyabiashara peke yake, ni pamoja na mkulima. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba serikali tunafanya, lakini sasa na ndugu zetu wafanyabiashara lazima waende kwenye utaratibu na mfumo ambao tumejiwekea, na mfumo ni stakabadhi ya ghala, na mfumo huo lazima ufuatwe. Mkurugenzi wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala Asangie Bangu anabainisha kuwa utekelezaji wa mfumo huo umeleta mabadiliko chanya katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Tunaamini kwamba zile bei ambazo zinapatikana kule sokoni sasa zitakuwa zinajulikana kwa kila mwananzengo. Kwa hiyo kikijulikana kwa mwananzengo, maana yake ni kwamba mwananzengo sasa hayumbishwi. Anajua kabisa nimelima hiki, nilichouza ndio bei ambayo ningestahili kupata. Mkuu wa wilaya ya Kwimba Ngwilabuzu Ludigija anasema mfumo wa stakabadhi ghalani umesaidia halmashauri hiyo kupata takwimu sahihi na kuongeza mapato, na wabunge wa majimbo ya Kwimba na Sumve wanabainisha umuhimu wa zao la choroko. Huko tunapoelekea tunaweza tukawa na dengu au na choroko ambazo zitakuwa na ubora ule wa kimataifa, na tunaamini kwamba bei hizi ambazo tunaziona leo, kadiri tutakapokuwa tunaendelea, bei hizi zitaendelea kuwa nzuri. Sisi Wanasumve, zao la choroko linaingia kama mbadala wa zao la pamba, na sisi Kwimba tuna mchango mkubwa sana kwenye kuleta fedha za kigeni kwenye nchi hii. Mfumo wa stakabadhi ghalani umeleta mafanikio katika zao la choroko, na bei kwa sasa ikiwa ni shilingi 1600 kwenye soko, tofauti na msimu wa mwaka jana ambapo bei ya juu ilikuwa 1200. Wakazi wa kata ya Kimochi, Uru Mashariki na Mabogini katika wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro wanatarajia kuondokana na adha ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama baada ya serikali kupitia Wizara ya Maji kuahidi kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya maji katika maeneo hayo. Taarifa zaidi na Zefania Renatus. Kwa miaka kadhaa sasa, kilio cha maji kimekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa wakazi wa kata za Kimochi, Uru Mashariki na Mabogini zilizopo katika wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Ziara ya naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Matthew alipozuru katika maeneo hayo kusikiliza kero za wananchi kwa niaba ya serikali, ameahidi kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya kukamilisha ukarabati na ujenzi wa miradi ya maji katika kata ya Kimochi iliyokwama kwa miaka kadhaa iliyopita. Tutahakikisha tunaleta milioni 500 kwa ajili ya kutekeleza uboreshaji wa miundombinu na ujenzi wa hiyo miundombinu ambayo itasaidia wananchi. Bila shaka hii ni sauti yenye matumaini mapya kwa wananchi wa eneo hili waliokuwa wakihangaika kwa muda mrefu kupata huduma hiyo. Tumeteseka kwa miaka mingi kupitia maji, na Mungu amefanya neema kwa wewe kufika hapa na waziri mkuu kufika kwetu juzi nikalia kuhusu maji. Wananchi hulazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Pili, maji yanapopatikana mara nyingi si salama kiafya. Safari ya naibu waziri akiambatana na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Moshi MWASA, Mhandisi Kijalimbe, ikawafikisha katika kata ya Uru Mashariki, eneo ambalo lina zaidi ya wakazi wapatao 14,000, baadhi yao wakikabiliwa na ukosefu wa huduma ya maji safi na salama kwa muda mrefu. Viongozi tumekuwa tukisumbuliwa sana hasa na wananchi kuhusu swala la maji. Mtu anakupigia simu hata saa 8 usiku kwa ajili ya maji. Tunaomba sasa kwa kauli yako leo mamlaka iondoke na kata jumla. Kauli za viongozi hawa zikawa zenye kurejesha matumaini yaliyopotea kwa siku nyingi. Sisi kama mamlaka ya maji kwa kushirikiana na viongozi hawa tumetenga milioni 150 kwanza kukarabati kilomita 3.5
kwenye haya maeneo ya hii kata ili kuhakikisha hata haya maji kidogo yaliyopo na kuboresha vyanzo vilivyopo ili kwamba wakati mradi mkubwa wa bilioni 4 ukiendelea kutekelezwa, wananchi hawa iongezeke upatikanaji wa maji, itoke kwenye hiyo 45%. Sasa mwezi ujao 150 ije. Ahadi hizi bila shaka ni sehemu ya mkakati wa serikali kuhakikisha kuwa kero ya maji inabaki kwa historia katika maeneo mengi hapa nchini. Zefania Renatus, Star TV, Kilimanjaro. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi imemtambulisha mpango wa matumizi ya ardhi kwa vijiji vya Luvikilika, Ilikali na Kongwalo, halmashauri ya wilaya ya Mlimba mkoani Morogoro. Zoezi hili limeambatana na uandaaji na ugawaji wa hati za hakimiliki za kimila 500 kwa wananchi wa kijiji cha Luvilikila. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa utambulisho zoezi hilo kwa wananchi wa kijiji cha Luvilikila, msimamizi mkuu na mkuu wa kanda mashariki kutoka tume, Edward Mpanda, ameeleza lengo la mradi huo kwa vijiji hivyo. Inadili na masuala ya thamani ya zao la mpunga. Wanasema wanaimarisha thamani ya zao la mpunga, lakini zao la mpunga linatumika kwenye ardhi. Lazima ardhi ipangwe, lakini ardhi hiyo lazima ihifadhiwe kwa matumizi ya sasa na vizazi vijavyo. Kwa sisi watu wa tume tumeingilia kipengele cha matumizi bora ya ardhi. Ndio unakuta hii timu imeingia hapo kwa ajili ya kutengeneza hilo zoezi. Sasa huu mradi ni wa miaka 4, umeanza mwaka huu na umeainisha vijiji 23. Kwa hiyo tumeanza leo na vijiji 3, kuna vijiji vingine 20 tutakwenda navyo kadiri muda unavyohitaji. Mwenyekiti wa kijiji cha Luvilikila, Bukula Joseph, amesema kuwa mradi huo utasaidia kutatua changamoto za migogoro ya ardhi na kuwataka wananchi kutoa ushirikiano ili kufanikisha zoezi hilo. Najua tutafanikiwa kupunguza migogoro mingi ya ardhi ambayo inatupa changamoto katika kutatua changamoto za wananchi. Mimi naendelea kuhamasisha wananchi kwamba huu mradi walioupata huu ni mradi ambao ni mzuri. Kwa hiyo waupokee na waukubali kwa sababu unaenda kukiimarisha kijiji katika kutatua changamoto zao za wananchi. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wanasema mradi huo, hususan wa uandaaji wa hati za haki miliki za kimila, una manufaa kwao, kwani utasaidia katika kuhakikisha usalama wa umiliki wa ardhi zao. Kiujumla nimefarijika sana na huu mradi jinsi ulipokuja, kwa sababu tumekuwa na mikanganyiko mingi kwenye upande wa hati, na wakati mwingine ujio wa hii hati ni kwa maana ya kuepusha migogoro mingi ambayo tunaweza kukumbana nazo. Unakwenda kutuwezesha sisi wa kina mama au wenzetu wanawake wajane kumiliki maeneo yao kiuhalali, kwa kuwa wanaume zetu walivyo, anaweza kapata bi mdogo, mwanamke ukaishi kwa kunyanyasika eneo lako, lakini likawa kwamba hauna nguvu nalo. Mwisho wa siku unafukuzwa na unaondoka bila cha kwako. Lakini tumeingizwa kwenye mpango wa hati miliki, ina maana nakuwa na haki yangu, kwa sababu tukiangalia watu walikuwa wakiishi katika maisha ambayo ya kimaskini sana, kwa sababu walikuwa hawana hati miliki, walikuwa wanakosa fursa za mikopo kama benki. Kwa hiyo kwa kutokana na hizi hati miliki watu wengi wataenda kunufaika na hata kijiji chetu pia kitaendelea kupanda juu zaidi. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi inatekeleza zoezi hili kwa kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia mradi wa Food System Land Use and Restoration ili kuongeza thamani ya zao la mpunga, ikiwa ni kuongeza uzalishaji wa mazao kwa mbinu rafiki kwa mazingira na kuhakikisha utunzaji na kuzuia uharibifu wa misitu. Shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania mkoa wa Mbeya limeshukuru serikali kwa kuanzisha mpango wa bima ya afya kwa wote kwa madai kuwa utasaidia watu wenye ulemavu kupata huduma za matibabu kwa urahisi. Taarifa zaidi na Laudence Mkonda. Shukurani hizo zinatolewa hapa na mwenyekiti wa SHIVIWATA mkoa wa Mbeya, Luka Mahenge, wakati wa semina maalum ya uhamasishaji wa bima kwa wote kwa watu wenye ulemavu. Hili swali nimelipokea vizuri sana kwa kurejea umuhimu wa bima ya afya, kwa sababu
siku zote tunasema kwamba ugonjwa haubishi hodi. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, Dr. Godlove Mbwanji, amesema semina hiyo inalenga kutoa elimu ya umuhimu wa bima ya afya kwa kundi la watu wenye ulemavu ili waweze kujiunga na kunufaika na huduma za matibabu. Kwa hiyo tukaona pamoja na makundi mengine yote tupate angalau uwakilishi ili ninyi sasa ambao mnashiriki mafunzo haya muweze kuwa mabalozi kwa wale ambao wanaweza kufika, lakini mwisho wa siku taratibu zingine za ninyi kuweza kupata bima ziendelee. Baadhi ya washiriki wa semina hiyo wanasema mpango wa bima ya afya kwa wote utawasaidia kumudu gharama za matibabu. Kiukweli mpango huu wa bima ya afya kwa wote ni kitu muhimu sana, na sisi kama viziwi walemavu tumeupokea kwa mikono miwili na umetufungua mwanga kabisa, kwa sababu faida tumeiona ni kubwa sana. Kwa hiyo hili swala limekuja wakati mwafaka. Kwa hiyo tunapongeza serikali ambayo iko madarakani chini ya rais wetu mpendwa, Rais Dr. Samia Hassan, katika kuliona katika watu wenye ulemavu. Ni muhimu kwetu sisi kwa sababu sisi watu wenye ulemavu huwa tunakuwa na changamoto. Naweza nikaumwa, sina chochote mfukoni, sina hela. Lakini kupitia bima ya afya, huu mfuko ambao tumeambiwa tunaweza kufunguliwa kuanzia hivi sasa, naweza nikatibiwa muda wote. Msimamizi wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF mkoa wa Mbeya, Frank Mwangomo, amesema zoezi la usajili linaendelea huku lengo likiwa ni kusajili kaya 33,000 katika mkoa wa Mbeya. Tumeshasajili kaya zisizopungua 5,627 na nufaika wasiopungua 18,930, ambapo bado tunaendelea kuwafikia. Maanake kadri tunavyoenda kwenye zile kaya, kuna wengine tunawakuta walikuwa wamehama, wengine wameolewa, wanasema wamegraduate. Mpango huu wa bima ya afya kwa wote ni mkakati wa serikali wa kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma za afya bila vikwazo vya kifedha. Laudence Simkonda, Star TV, Mbeya. Viongozi wa kimila wa jamii ya Kimasai wamesema utandawazi umesababisha ongezeko la mmomonyoko wa maadili, hususan kwa vijana wanaoiga baadhi ya tabia ikiwemo mitindo ya uvaji isiyofanana na maadili ya jamii yao. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Hussein. Ni baadhi yao vijana wa jamii ya Kimasai wakishiriki hafla ya kusimikwa kwa kiongozi wa kimila wa jamii hiyo, Chifu Keia Kashu, atakayehudumu kwenye mikoa 9 kusimamia masuala ya kijamii ikiwemo utamaduni na maadili. Baadhi yao viongozi wa kimila wa jamii hiyo wanasema utandawazi umeathiri tamaduni zao. Sasa kuna mabadiliko makubwa hususan kwa vijana. Ukiangalia vijana wa Kimasai, kile simi zao wanalegeza. Ukiona vijana wa Kimasai wengine wameshapitwa na rika lao bado wanasuka nywele. Sisi rika likishamaliza muda wake haruhusi kusuka nywele. Watoto wanapasua nguo kwa ajili ya kufuata utamaduni wa watu. Athari hizo kuiga baadhi ya tabia zimeanza kuleta madhara kwenye jamii yao. Wapo waliotupilia mbali baadhi ya mambo muhimu. Ingekuwa labda tunaenda shule, at the same time ukienda nyumbani unakuwa Masai halisi, na ile elimu yako unahamisha kwenye utamaduni wako, mambo yangeenda vizuri. Lakini sasa tunaenda vice versa. Kwa nje wanafanya biashara za TikTok, na sisi kwa mapokeo na kutokujua kutumia mitandao vizuri, utakuta mtu anavaa nusu tupu, nguo fupi, ambaye sio maadili ya Kimasai. Kwa sehemu kubwa jamii hiyo huongozwa na viongozi wa kimila. Kusanyiko hili ni maalum kumsimika chifu mpya atakayewaongoza kwenye mikoa 9. Elimu, maadili na kuboresha shughuli za ufugaji ni miongoni mwa vipaumbele vyake. Nitajitahidi mimi mwenyewe kuhakikisha mila na desturi ya jamii yetu inalindwa. Sitakubali utamaduni ulioingia wa kisasa kufuruga utamaduni wetu. Swala hilo linatazamwa pia kwa karibu na viongozi wa chama cha wafugaji hapa nchini. Matamanio yao ni kuona jamii ya wafugaji inafaidika kupitia utandawazi badala ya hali ya sasa utandawazi kuharibu mienendo ya vijana. Viongozi wa chama cha wafugaji tunatamani sana haya mabadiliko yatumike vizuri, kwa sababu utandawazi ni jambo zuri na ni jambo ambalo linaleta maendeleo, lakini vile vitu vizuri tuvipokee, lakini vile vibaya tuvikatae. Kwa hafla hii sasa rasmi, Keia Kashu anakuwa kiongozi wa 7 wa kabila hilo atakayeongoza kwenye mikoa 9, akichukua nafasi hiyo kutoka kwa baba yake Chifu Kashu Moreto aliyehudumu kwa takriban miaka 10 sasa. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV.
Wahitimu wa mafunzo ya uongozi mdogo wa polisi kwa cheo cha sajenti wametakiwa kuhakikisha wanashiriki vema katika utoaji elimu juu ya mambo ya kiusalama na kuwezesha kutumia haki yao ya katiba ya kulinda, kuheshimu na kudumisha uhuru wa nchi. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu. Hafla ya ufungaji wa mafunzo ya uongozi mdogo ngazi ya sajenti yaliyofanyika katika chuo cha polisi Zanzibar. Kamishna wa polisi fedha na logistiki jeshi la polisi CP Liberatus Sabas Materu ametumia fursa hiyo kuwaasa wanafunzi hao kwenda kufanya kazi kwa bidii na uadilifu ili kuweza kutoa huduma bora za kiusalama. Waelekeza mkafanye kazi kwa weledi, uadilifu ili muweze kutoa huduma bora za kiusalama kwa jamii mnayohudumia kwenye maeneo yenu ya kazi na kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa salama na kudumisha mshirikiano na mshikamano na wananchi. Tumezungumza hapa kwamba tuna vifaa vingi tumepewa, tuna mafunzo mengi tunapewa, lakini Mheshimiwa Rais anasema moyo kabla ya silaha. Kwa hiyo mkawe na moyo wa uzalendo huko mnakokwenda. Mzalendo yuko tayari kuishia nchi yake. Mkuu wa chuo cha polisi Zanzibar ZPC, kamishna msaidizi mwandamizi Moses Nehemia Fundi, amewataka wahitimu hao kwenda kuwahudumia wananchi na kuwatatulia changamoto zao, hasa wizi katika teknolojia ya kisasa ya mitandao. Mafunzo haya yamehitimishwa kwa muda muafaka, ambapo sayari yetu ya dunia imebadilika na kuwa kama kijiji kidogo kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nyanja ya mawasiliano, ambayo baadhi ya wahalifu wameamua kuitumia kama fursa ya kutenda makosa ya jinai kwa njia ya mtandao, yakiwemo ya wizi, lugha za matusi. Kisoma risala kwa niaba ya wahitimu, Koplo Lightness Mjelwa anasema mafunzo hayo ni nyenzo muhimu kwao na yamewasogezea utaalamu, ujasiri na kuongeza kujiamini, sambamba na kuahidi kuendelea kuwa na nidhamu kazini. Tunakuahidi kuwa tutatumia mafunzo haya kwa uaminifu, uadilifu na uzalendo mkubwa katika kulinda amani, usalama wa raia na mali zao na kuendeleza taswira chanya Jeshi la Polisi Tanzania. Mafunzo ya uongozi mdogo wa ngazi ya sajenti yalianza Disemba 17 yakiwa na wanafunzi 698, wanawake wakiwa 207, wanaume wakiwa 491. Kati ya hao wanafunzi 695 wamefaulu na kufanikisha mafunzo yao, huku wanafunzi watatu hakuendelea kutokana na sababu mbalimbali. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Jamii imeshauriwa kujijengea tabia ya kutoa msaada kwa wahitaji, hususan futari kwa ajili ya kufuturu katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, kwa kupeleka vifaa mbalimbali kwa wafungwa, wazee wasiojiweza na watoto yatima. Mwandishi wetu Sande Kabaye ana taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Tabora Upendo Wela wakati akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo kupeleka msaada wa iftari kwa ajili ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani na Kwaresima kwa wafungwa wa gereza kuu Uyui mjini Tabora. Lakini kwa nini tunafanya hivyo? Maana maandiko yanatueleza kwamba hizi sadaka tukizitoa hatupasi kutangaza. Sasa tunasema ili kusudi na wengine wenye mapenzi mema, wananchi wengine na wadau wengine wote kwenye maeneo mengine wafahamu kwamba kwenye maeneo kama haya wapo watu pia wenye uhitaji kipindi hiki, lakini wakati mwingine basi wanapojaliwa, na kama tunavyoelekezwa kwenye mafundisho yao kwamba ukifunga kile unachokifunga wapelekee wenye uhitaji. Kwa hivyo basi tunawahamasisha na wao wanapofunga kile kinachobaki wakati wamefunga wawaletee wahitaji. Wako hapa katika gereza. Awali mkuu wa wilaya Tabora Wela amesema kupelekwa kwa msaada huo uliotolewa na wadau mbalimbali pamoja na ofisi yake ni kujibu barua ya wafungwa waliopo katika gereza kuu Uyui Tabora ya kuomba iftari kwa ajili ya wafungwa waliojaliwa kufunga Ramadhani na Kwaresma. Kwa hiyo waliandika barua kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya wakiomba kwamba wako baadhi ya wafungwa ambao wapo katika gereza hili ambao na wenyewe wanafunga, kwa maana ya katika kipindi cha mfungo kama nilivyosema, mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini Kwaresma. Kwa hiyo tukakusanya kile kinachoweza kupatikana kwa maana ya vyakula mbalimbali kama vinavyoonekana hapa mbele, vinavyoendana na mfungo kama walivyoandika kwenye barua yao, kwa maana ya tambi, sukari, lakini mafuta ya kupikia, maharage, mchele, na mahitajio kama hayo na unga wa ngano. Kwa hivyo tulivyopata ndio tukasema leo tufike kwa ajili ya kuja kuwakabidhi vifaa hivi. Na tumezungumza nao huko ndani vipunde na wamepokea kwa moyo wa shukrani. Akizungumza mara baada ya kupokea msaada huo, mkuu wa gereza kuu Uyui Tabora, kamishna msaidizi wa magereza Bernard Baroga
ameshukuru kwa msaada huo na kutoa wito kwa wakazi wa mji wa Tabora kuwatembelea wafungwa gerezani hapa. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na niwahakikishie kwamba misaada hii mlioileta itaenda kutumika kwa walengwa kama ilivyokusudiwa, kwamba wafungwa ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo watu wengine wenye mapenzi mema nao waige mfano huu. Unapowaletea watu misaada mbalimbali gerezani, unafanya ibada iliyo njema mbele za Mungu. Tendo la kuwasaidia wenye uhitaji ni tendo la kiimani. Wilaya ya Tabora imefanya hivyo ili kuwahamasisha wadau wengine wa maendeleo kuona haja ya kufanya tendo la kiimani kwa namna watakavyoona wanaguswa. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Serikali imeombwa kusaidia kukamilisha ujenzi wa shule mpya ya sekondari Gamasara baada ya wananchi kujenga maboma 8 na ofisi ya utawala kwa kutumia nguvu kazi zao ili kuwapunguzia wanafunzi adha ya kutembea umbali mrefu kufuata masomo. Taarifa kamili na Frankius Cleophas. Msitizo huo unatolewa wakati mbunge wa jimbo la Tarime mjini Esther Matiko alipofanya ziara ya kutembelea na kukagua ujenzi huo. Kwa sasa tumefanikiwa kujenga maboma 4 yenye madarasa 8 na jengo la utawala 1, ambapo madarasa 8 ni nguvu za wananchi wa mitaa yetu 4. Boma 1 la jengo la utawala ni waliosoma Gamasara. Jumla yake mpaka ilipofikia sasa ni shilingi milioni 28,608,590. Na jengo la utawala limetumia shilingi milioni 20,500,000. Usidelay sana. Uende ndani ya muda kama ulivyofika kwa muda ili watoto wetu waweze kuona wewe ndio mwokozi wetu kwa kushirikiana na wazazi wao. Maeneo hayo tuliyoyataja kama Nyagisese na Nyandoto, na hasa tunapokwenda watoto wetu wanaishia darasa la 6 ni vitoto vya saizi hii. Leo kumwambia aende Nyagisese hapajui hata ni wapi. Kumwambia aende Nyandoto amalize huo mlima hawezi kufika. Kwa hiyo tukuombe mheshimiwa mbunge na mheshimiwa wetu diwani. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Tarime mjini Esther Matiko anasema kuwa sasa anaenda kuisukuma serikali ili kuweza kutenga bajeti kwa lengo la ukamilishaji wa ujenzi huo, huku diwani wa kata Nyandoto Doris Chacha akibainisha changamoto za kutokamilika kwa ujenzi huo. Na niwahakikishie kwamba pamoja na kwamba haijatengwa katika bajeti ya halmashauri kwa mwaka wa fedha 2026 2027, na kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi amesema ameyachukua na atawasilisha TAMISEMI kwa kuona kama inaweza katokea fedha ambazo zingine kuwa ni nje ya budget, lakini kwa umuhimu sote tumeona tumetoka Nyagisese ni mbali kwa kweli. Kwa wale ambao bado hajakamilisha mtaniambia, maana naweza katamka simenti kama nahitaji labda nondo za lenta. Ila mimi nawapongeza sana. Kama unavyojua, nafikiri tumezunguka kwenye ziara hii, umeona umbali wa namna watoto wanavyopata shida wanapomaliza shule darasa la 7 hapa Gamasara. Umbali ni mrefu kwenda Nyandoto sekondari, haya kwenda Nyagisese sekondari bado ni mbali. Ni kutokana tu na namna kata ilivyokaa. Kwa hiyo wananchi wakaona waweze kuanzisha ujenzi huu ili angalau wasaidie watoto hawa ambao pia wakati mwingine wanashindwa hata kufikia ndoto zao kwa ajili ya umbali. Nikiponti kutoka Tarime mkoani Mara, Francis Cleophas, Star TV. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami. Msimu huu wa mwezi mtukufu Ramadhan, Star Times tuko nawe bega kwa bega. Furahia mawaidha, kaswida na vipindi bora vya dini kupitia TV Iman na IBN TV Africa, huku kupitia ST Swahili Channel ukiendelea kuburudika na tamthilia kali ya Vendetta kila siku saa 3 kamili usiku. Kwenye Gangster of Manila, Jubala Tango anapeleka kichapo tu kwa wasaliti, ni kila siku saa 3:45 usiku. Bila kukosa Bongo Movies na tamthilia kede za kibongo kupitia Mambo TV
SC Swahili kupitia Novela E+. Furahia tamthilia mpya kali ya Lavender Fields inayokujia kila siku saa 2:50 usiku. Watoto nao wanaendelea kufurahia katuni pendwa ya Boni Bears kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo. Upate dekoda antina pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Sekta ya michezo ya kubahatisha inakuwa kwa kasi hapa Tanzania. Fahamu kuwa michezo ya kubahatisha inasimamiwa na kudhibitiwa ipasavyo na GBT ambayo ilianzishwa kisheria ili kuhakikisha kuwa sekta inaendeshwa kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni, inachangia katika maendeleo ya taifa letu na jamii inalindwa dhidi ya athari zozote zinazoweza kujitokeza. GBT hii ndio mamlaka pekee hapa nchini yenye jukumu la kutoa leseni za michezo ya kubashiri, mashine za slot yani dubwi, kasino, bahati nasibu ya taifa na promotion zote za biashara zinazoendeshwa na makampuni na mashirika mbalimbali. Vile vile GBT inaishauri serikali juu ya viwango vya kodi. Pia inasimamia ushindani wa haki na kutatua migogoro baina ya waendeshaji na wachezaji. Elimika kaka, elimika dada, michezo ya kubahatisha ni burudani, sio mbadala wa kazi na ni marufuku kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT. Ukosefu wa malisho ya uhakika katika kijiji na Alarami wilayani Monduli mkoani Arusha umetajwa kusababisha vifo vya mifugo ikiwemo ng'ombe, hali ambayo inaathiri ustawi wa uchumi wa jamii za kifugaji ambazo zinaishi katika maeneo hayo. Mwanahabari wetu Beatrice Gerard ana undani wa taarifa hii. Kama ilivyo katika maeneo mengine duniani, kijiji cha Alarami kilichopo wilayani Monduli ambacho wakazi wake ni jamii za kifugaji kimeshuhudia ukame ulioathiri mifugo na kuacha mwiba usiosahaulika. Mimi kwa kipindi cha mwaka huu mifugo aliyokufa ni 5 kwangu. Tumeathiri sana kwa sababu najua kipato tunayotumia sana ni mifugo. Kwa hiyo kipato chetu kikubwa ni mifugo, kwa hiyo unaweza kukuta mifugo aliyokufa ulitegemea kwamba baadaye atakuwa utaenda kuyauza, lakini mifugo mingi yamekufa japo bado hatujapata tathmini ya mifugo zilizokufa, lakini zimekufa ng'ombe, zimekufa kondoo, zimekufa mbuzi pamoja na punda. Wanawake ni kundi moja linalotajwa kuathirika na ukame, ambapo Baraza la Wanawake wa Kifugaji PWC limekuja na mradi wa Power Cup ukilenga kuwajengea uwezo kukabiliana na athari hizo, ikiwemo kuongeza kipato kupitia unenepeshaji wa mifugo. Watapata malisho wakati wa kipindi cha shida ya ukame na ukosefu kabisa wa sehemu ya malisho. Pamoja kupitia na hayo malisho watakuwa wanajiweza kujihimili kiuchumi, kwa sababu kipindi cha ukame ni kipindi ambacho wao wanapata shida sana kuwa na vipato na kuendesha familia. Kwa malisho yanavyozidi kuwa karibu na yanavyozidi kuwepo, mwanamke anapata kipato kupitia kuuza maziwa. Baadhi ya wanufaika wa mradi huo wanabainisha hali yao kiuchumi kwa sasa na namna wanavyotunza mazingira kukabiliana na mabadiliko tabia nchi. Unanunua mbuzi, unanunua kondoo, unanunua ng'ombe, unawanenepesha, unanunua pumbwa, unahifadhi. Alafu baadaye ukame ukija, wengine wanasema nitafanya. Wewe umeshajiandaa kwa ajili ya vitu vyako. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumejua mbinu mbalimbali ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, tumejua kwamba tutatafuta akiba ya kulisha mifugo kama pumba,
tumejua namna ya kuweka pumba ili itusaidie baadaye. Ni wazi kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamesababishwa na shughuli za kibinadamu, ikiwemo kilimo katika vyanzo vya maji, ukataji miti ovyo na ufugaji holela, ambapo elimu ya utunzaji wa mazingira inasisitizwa. Uelewa mdogo wa wananchi, ambapo sisi kama halmashauri tumeendelea na jitihada za kutoa elimu kwa wananchi kwa kuhakikisha kwamba wanatunza mazingira na kuzingatia wanatunza vyanzo vya maji ili tuweze kupunguza athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Zaidi ya wanawake 40 wamejengewa uwezo na shirika hilo wa kuboresha kipato na kuweka akiba ya malisho na chakula wakati wa ukame. Beatrice Gerard, Star TV, Monduli, Arusha. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DSTV we got you. I get it. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho na kwambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you. Kumradhi mtazamaji, na sasa ni habari za michezo na burudani. Bingwa wa mashindano ya mbio ndefu za Daegu Marathon yaliyofanyika Jumapili iliyopita huko Korea Kusini, Gabriel Gray amerejea nchini Alhamisi hii na kupokelewa na viongozi, wanariadha wenzake na wafadhili. Angelo Moleka na taarifa zaidi. Gay pamoja na wanariadha wengine wawili kutoka Tanzania amepokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, ikiwa ni hatua ya kuthamini mafanikio yake na uwakilishi wa nchi, akiwa amefanikiwa kutetea ubingwa wa mashindano hayo kwa kukimbia kwa muda wa saa 2 na dakika 8, ikiwa ni tofauti ya dakika 3 kwa ushindi wa mwaka jana ambapo alitumia saa 2 na dakika 5. Hii inaakisi pia kwa upande wa riadha Tanzania tumekuwa kwa kiwango kikubwa tunaposhinda kwenye mashindano hizi za kimataifa. Huu mchezo ni mchezo pekee ambao unawakilisha nchi na kupeperusha bendera ya taifa kimataifa. Kwa hiyo na mimi pia nimeonyesha kwamba hili linawezekana. Washiriki wengine wa mbio hizo, Emmanuel Dindai aliyeshika nafasi ya 3 na Bernard Gay aliyeshika nafasi ya 13, wameeleza matumaini yao kwa siku zijazo. Kwa sasa nilipofikia naona kabisa kuna mwanga zaidi. Naamini tutaendelea kufanya vizuri zaidi ya hapa tulipofikia. Kwa mimi kwa kuwa ni marathon yangu ya kwanza, nimeona nimekosea wapi, na nikirudi nina imani nitafanya vizuri zaidi. Miongoni mwa walioshiriki mapokezi hayo ni pamoja na balozi wa utalii wa Jumuiya ya Madola ambaye pia ni mkurugenzi wa Blue Visits Zanzibar Jasmine Kikwete, na rais wa shirikisho la riadha Tanzania Rogathi Akwali, na wawakilishi wa wafadhili wa GEA, TANAPA na NMB. Katika kitu ambacho najivunia mimi nikiwa kama balozi, hamasa nilioifanya na ahadi ambayo ameitoa GEA kwa nchi yake ameitimiza leo. Tunaona kwamba tunaipeperusha bendera yetu vizuri sana kimataifa. Kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi tunampongeza sana. Moja ya zao la utalii ambalo tunaendelea kulihamasisha na kuwekeza zaidi ni utalii wa michezo. Strategic plan ambayo tumeanza kuimplement kwenye riadha imeanza kuleta matunda ya haraka sana. Ina maana ameitangaza nchi. Anapoitangaza nchi inapata watalii na wawekezaji mbalimbali.
Kwa mujibu wa RT, GEAI na wenzake wamefuzu moja kwa moja kushiriki mashindano ya mbio za Jumuiya ya Madola zitakazofanyika Julai mwaka huu nchini Uingereza. Angelo Mwaleka, Star TV. Shirikisho la soka nchini TFF limeombwa kutilia mkazo matumizi ya wachezaji vijana katika moja ya michuano ya ligi kuu na championship kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kujiamini mara watakapoitwa katika timu ya taifa ya vijana. Tupate taarifa zaidi. Timu ya Tandabui Sports Academy ya jijini Mwanza chini ya kocha Ali Kayoga wakiwa katika mazoezi ikiwa ni siku chache baada ya wachezaji wapya kujiunga kituoni hapo. Kayoga ambaye ndiye mmiliki wa Tandabui Sports Academy anasema wachezaji vijana wakipewa nafasi watalifanya taifa kuwa na wachezaji wanaojiamini uwanjani katika michuano mbalimbali. Mpira unacheza vijana asilimia kubwa sana kwa sasa. Na hicho ni jambo zuri ambacho na sisi tunawapata moyo sana kuweza kutrain na vijana. Kwa hata yale tunaowaambia kwamba pambaneni, fikeni kwenye eneo fulani, utafika huko unakotaka. Mpira sasa hivi uangalie umri, ila unaangalia maarifa ambayo mtoto alikuwa nayo. Na mtoto ni mtu sahihi sana kuweza kutrainiwa ili akaja kusaidia taifa kwa Kayoga anasema swala la uwekezaji wa miundombinu ya viwanja inayofanywa na shirikisho la soka nchini TFF inaonyesha dhamira ya kweli katika kuwekeza katika soka la vijana nchini. TFF wamewekeza, wameinvest sehemu kubwa sana kwa sababu ya vijana. Kuna pale Mnyanjani Tanga, kuna Kigamboni, na bado wanatusisitiza sisi ambao ni vituo kama hivi tunapoona kwamba tufanye nini kwa wakati gani na nini kifanyike. Watoto wafundishwaje ili kwenda kuleta faida kwa mbele. Hawa watoto unavyoona hapa, unaona wana train. Ukiwa train sivyo ndivyo, maana yake unawadumaza pia. Kwa hiyo training zake nazo zinafanyishwa. Na ndio maana kwenye vituo vyote lazima ukute walimu ambao wameenda darasani wamesoma. Mkuu wa kambi wa akademi hiyo Leonard Innocent anasema nidhamu ni msingi imara wa mchezaji anayetamani kupata mafanikio katika soka. Unacheza mpira bila nidhamu, hata kama ungekuwa unajua kiasi gani, ni ngumu sana kufanikiwa. Kwa sababu mchezaji yoyote pale, tunaona mfano kama wakina Ronaldo, wakina Messi, hadi wanafika pale, ni nidhamu ambayo wamekuwa nayo, ndio maana wamefika pale walipo. Baadhi ya wachezaji wanazungumzia umuhimu wa vilabu kuwaamini wachezaji vijana katika michuano mbalimbali. Vijana ndio mchanga, alafu wana power kubwa ya kuanza dakika ya kwanza mpaka 90 kwa energy ile aliyotumia na kufanya vitu kwa perfect zaidi. Kijana ni mtu ambaye kwanza damu yake ni changa na pia ana uwezo kugeni vitu kwa haraka, na ndio maana tukiona kuna Ronaldinho walikuwa ni wepesi wa kushika vitu, na ndio maana waliaminiwa na kwenda kucheza kwenye timu kubwa. Kiufupi ni kuwaamini na kuwapa nafasi kwamba vijana wadogo wanaweza, lakini wachokosa tu ni experience. Tandabui Sports Academy ina jumla wachezaji 40, kati ya hao 25 wanakaa kambini na wengine 15 wanatokea majumbani wakiwa chini ya chuo kikuu cha Mwanza kilichopo Igoma jijini Mwanza. Abdullah Tilata, Star TV, Mwanza.